Mwanaume haelewi somo kwa kufokewa. That is psychology. Na nitakuja kuambia na maandiko. Hiyo nakwambia sasa hivi ni saikolojia. Mwanaume afokewi. Na ukimfokea unaweka distance. Na kuna wale watakao kuambia, lakini kuna wale atasikiliza unavyomfokea alafu atanyamaza, utamuona kwenye action. Baba, sijui kuna nini inatakiwa ya shule watoto, akwambia sina hela. Kule kanisani wamesema inatakiwa sare ya mama, kila mama aje na sare yake, sina hela. Na akwambia reason, hiyo ndio bahati mbaya. Huwa hawakwambii sikupi kwa sababu ulinifokea. Utaona tu action, sina. Unaandaa chakula chako pale, unasubiria aje tu, ngoja nije kula naye. Haji, anakuja wakati wewe umelala. Na hiyo ndio sababu wanaume wengi wanachelewa kurudi nyumbani. Wale ambao hawajaokoka, akitoka kazini, break ya kwanza sio nyumbani. Break ya kwanza wapi? Baa. Anapita baa, anasema weka bia hapo. Anakunywa bia, ananunulia wasichana pale bia, ananunulia marafiki zake bia, na huku nyumbani hajaacha hela. Na aachi. Anasema ile mwanamke sasa anajifanya yeye ana mdomo atakula mdomo wake. Kwa sababu kwenye psychology wanasema mwanamke anayepiga kelele, mwanamke anayefoka, mwanamke anayejibizana ni sawa na wadudu fulani huwa wanakuja kwenye masikio alafu wanafanya Mshasikia wadudu kama hao? Akija huyo mdudu masikioni, wewe unafanyaje? Kila saa unafanya tu hivi. You are not comfortable. Hakupi comfort. Ukijibizana na mumeo, ujue kabisa unafanya masikioni pake. Na hata kupenda, hata kuthamini, hata kuona wa maana. Mwanaume hapendi mwanamke anayejibizana hata kama amekosea. Calm down. Calm down. Mama, shuka chini. Hakuna gharama yoyote, hakuna mchubuko utakao upata kwa kushuka chini, kwa kuleta amani. Kwa sababu ukishamjua kwamba huyu kumbe dawa yake akianza kukasirika, na hata kama nimemuuzi nisibishane naye, shuka chini. Biblia inasema jawabu la upole ufanya nini? Utuliza hasira. Yaani mtu awe na hasira namna gani, anataka akukunje, shuka chini, tulia. Don't reply back. Usijibizane. Anakasirika na kulalua, unamsika, anamwambia tu samahani. Mimi nakubaliza, nakupasua leo. Samahani mme wangu, samahani. Hata kama awe mkali namna gani, ukishuka inashusha tempa yake. Ataishia tu kufoka, wewe bahati yako sana. Ningekupasua hicho kichwa chako leo, kingekuwa kama kokoto. Wewe nichezee mimi, huko anaondoka. Lakini ndo hasira imeshakatika. Hasira ndio ishashuka. Lakini ungejibizana naye, mngeishia kushikana, mngeishia kupigana. Kwenye psychology tumeandika kwenye kitabu kile cha malezi. Wanasema hivi, hasa kwa wamama. Mama anapokuwa na binti yake au mabinti wakubwa, mateenager, wanabishana. Mama anaongea na binti anaongea, mama anaongea na binti anaongea. Wewe mama usinibabaishe, wewe mama ndio umekosea, wewe mwenyewe umechukua gauni langu, wewe mwenyewe umechukua viatu vyangu, wewe sasa hivi unaniambia nini? Mimi mwenyewe nimedeki, wewe mwenyewe mbona hujadeki? Mimi nimedeki, wewe umekanyaga. Binti anaongea na mama anaongea, binti anaongea na mama anaongea. Kwenye psychology wanasema don't do that. Ukijibizana na binti yako, you share the authority. Mnagawana mamlaka. Ile mamlaka yako kama mama 50% unaipunguza, inahama kutoka kwako, inahamia kwa binti. Kwa hiyo wewe mwenyewe mama unajipunguza mamlaka,
na unamuongeza binti mamlaka kwa kubishana naye tu, you share the authority. Kwa hiyo nasema kama binti amekuja juu, anafoka, amekasirika, anapanda juu, anataka mjibizane, wewe usijibizane. Mwangalie bila kusema lolote. Mwangalie anafoka. Wewe nyamaza tu, mwangalie hivi. Utaona anapoendelea kufoka na wewe uongee kitu, hata yeye foka yake inaanza kushuka. Alafu baada ya pale usiseme neno. Ondoka, nenda. Wanasema kile kitendo cha kuondoka na kumwacha yeye anafoka, unaondoka na mamlaka yako yote 100%. Haujaacha mamlaka hata kidogo. You live with 100% of your authority. Lakini ukijibizana naye hata ukiondoka, unaondoka ukiwa umeacha 100% za mamlaka yako kule. Hawezi kukuheshimu kama mama, atakuona tu kama sister mwenzake. This is just my sister. Asinibabaishe bwana. Hata mimi ni mwanamke, hata mimi maziwa ninayo, hata mimi nitakuja kunyonyesha. Atasema hivyo binti, kwa sababu hayo mamlaka ameyatoa wapi? Kwako. So don't share. Badala yake ondoka, alafu baadaye aidha kesho au muda mwingine akiwa ametulia, ndio unamwendea, unamfuata, unamwambia Stella, kaa hapo. Sasa hiyo sasa hayuko kwenye hasira, anakaa chini, namwambia hapo uko serious tena, aufoki hapo. Sasa unaongea, sio kwamba naambia Stella, mimi ni nani kwako? Utamwona amenywea, anakwambia we ni mama. Mama anatakiwa ajibiwaje? Mtu ambaye ni mama yako aliyekuzaa unatakiwa umjibuje? Unaona haya mazungumzo haya ya sasa hivi yanaenda moja kwa moja kwenye moyo. Yale ya majibizano yanaenda kichwani, hayagusi moyo, yanaishia kichwani. Haya ya sasa hivi yanaenda kwenye moyo, na yakienda kwenye moyo yanatengeneza kitu kinaitwa guilt, hatia. Anaanza kujiona ni mkosaji, anaanza kujiona sikufanya vizuri. Hata kama hataomba msamaha pale, hata kama ukiondoka pale umezungumza maneno machache, umeacha guilt, umeacha hatia itakayomtesa in your absence. Itaendelea kumsumbua. Nimemkosea mama, lakini kile nilichofanya hakikuwa vizuri, lakini kwa nini nilifanya vile? Kwa nini nimjibu vile? Unamwachia guilt. It is the same applied to your husband. Wakati amekasirika na wewe umekasirika, usibishane naye. Cool down. Hata kama yeye ndo amekosea, cool down. Ukinyamaza una create guilty kwake. Hata akiwa kazini, ule mkanda utajirudia, alafu ataanza kujiona jinsi alivyo mjinga, jinsi ambavyo amefanya kitu cha kipuuzi, itamsumbua ile. Anaweza asije akaomba msamaha, lakini anaweza akabadilika. Next time anaweza asifanye vile, kwa sababu anaona sitaki nipate maumivu ya ile guilty kama niliyoipata jana. So tunasema usibishane na mwanaume kama unataka kumpata mwanaume. Ukitaka kumpata mume, ukae naye na awe wako na asiwe wetu. Awe wako, asiwe pia wa wale. Kwa sababu wanaume wanatafutwa. Kwa hiyo ukimvuruga huko ametoka na frustration, kuna wengine wanajua hizi kanuni kule nje, kwamba bwana mwanaume anatakiwa abembelezwe. Akikamatwa na mkono wa mwanamke anajua kubembeleza huko. Kila siku atakuwa anakuaga kuna kikao Morogoro, kila siku kuna kikao Iringa, kumbe yuko Manzese hapo. Unasema mume wangu yani nakwambia ni yuko busy vikao hivi. Yani wiki ya pili wako pale nani ukumbi gani ule wa TANESCO pale Morogoro. Yuko Manzese hapo, kalazwa kwenye paja la mwanamke, anabembelezwa. Kwa hiyo wamama muwe na hekima. Maandiko yanasemaje? Mithali sura ya 9 mstari wa 13. Mithali 9:13.
Maandiko yanasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele. Mwanamke gani anayepiga kelele? Mpumbavu. Mwanamke mpumbavu hupiga kelele, alafu maandiko yanasema ni mjinga, hajui kitu. Kwa hiyo ukimwona mwanamke anayejibizana, ukimwona mwanamke anayepiga kelele, maandiko yanasema huyo mwanamke, jambo la kwanza ni mpumbavu. Jambo la pili ni nani? Ni mjinga. Na jambo la tatu, hajui kitu, yani mbumbumbu. Do you want to be that? Ungependa uwe hivyo? Ungependa uwe mwanamke mpumbavu? Ungependa uwe mwanamke mjinga? Ungependa uwe mwanamke anayepiga kelele? No, bila shaka usingependa. Kwa hiyo be wise. Nimekupa mbinu. Nimekupa mbinu ya kisaikolojia na mbinu ya Biblia. Biblia inasema usipige kelele. Usiwe mkali. Usiwe mkali kwa mumeo. Paka anakuogopa. Paka anaogopa kushirikisha mambo yake kwa sababu ya ukali wako. Ananunua viwanja mpaka anajenga kule nje, we ujui. Ananunua viwanja, madalali wanajua viwanja vyake, we ujui. Anajenga nyumba, ananunua nyumba mpaka anauza, we ujui, na wewe ndo mkewe. Kwa sababu akikuangalia, anakuangalia kama mpumbavu, anakuangalia kama mjinga, anakuangalia kama mtu asiyejua kitu. Mtu kama huyu utamshirikishaje vitu vyako? Na andiko lingine linasema, Mithali hiyo hiyo 21 mstari wa 9. 21:9, maandiko yanasema ni afadhali kukaa katika pembe ya dalini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Yaani ni afadhali kukaa katika pembe ya dalini. Kwa maneno mengine, maandiko yanasema ni afadhali kukaa kichakani. Ni afadhali kukaa mahali pa ovyo kuliko kukaa kwenye nyumba pana, nyumba nzuri, nyumba yenye kitanda kikubwa na mwanamke mwenye makelele, mwanamke mgomvi. Na hiyo ndio sababu inajibu lile swali, kwa nini wanaume wakitoka kazini hawaendi nyumbani? Nataka wamama ufanye analysis. Kwa nini mumeo kila siku anarudi usiku? Hata kama halewi. Hata kama halewi. Kwa sababu mwanaume ambaye ana attachment na familia yake anatamani atumie muda na familia, acheze na watoto, apate muda wa kuongea na mke wake, sio amkute amelala. Lakini ukiona mume hata kama hanywi, lakini muda wake wa kuingia ni saa 4, saa 5, saa 6 na ni kila siku, ujue kuna shida. Kwa sababu nimesema haya matatizo wanaume huwa hawasemi. Hakwambii kwamba you are the problem. Utaona kwenye action. Haji mapema, basi ujue wewe ni mkali. Wewe ni mkali, wewe labda unajibizana naye, ameona unafokeana naye na vitu kama hivyo. Jambo la pili, hiyo kwanza la kwanza. Kwa hiyo la kwanza, ukali. Mwanaume hataki kufokewa. Jambo la pili, naongea na mwanamke bado, nitakuja kwa baba huko. Mwanaume anahitaji mwanamke anayemheshimu na kumnyenyekea. Kwa maneno mengine, mwanaume anahitaji mwanamke mnyenyekevu. Humbled woman, humbled wife. Mwanaume humwogopa mwanamke asiye na heshima. Mwanaume humwogopa mwanamke asiye mnyenyekea. Kuna msemo unasema hivi, hakuna mwanaume mkorofi kwa mwanamke mnyenyekevu. Amna. Hakuna kidume mkorofi kwa mwanamke mnyenyekevu. Kiboko ya kumkunja mwanaume na kumweka hapa mkononi ni unyenyekevu. Hiyo ndio secret kubwa, wamama wengi hawajui. Kiboko ya mwanaume kumkunja mwanaume, hakunjwi na silaha. Polisi wenyewe wanajua.
Wakitaka kumkamata jambazi aliye sugu, aliyeshindikana, wamemshindwa kumkamata, wanamtafuta mwanamke. Mwanamke ana pretend amenyenyekea, mwanamke ana pretend ni mpole, mwanamke ana pretend heshima. Jambazi linatoa siri zote. Hakuna mwanamke, hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu. Hakuna mwanaume aliyeshindikana mbele ya mwanamke mnyenyekevu, hajazaliwa bado. Kwa hiyo mwanaume anahitaji mwanamke atakayemheshimu na kumtii. Mwanaume anahitaji mwanamke atakayemuonyesha mwanaume kuwa ni mtu wa muhimu anayehitajika. Wafilisti, ukisoma kwenye ile kitabu cha Waamuzi sura ya 16, ngoja nisome pale 16 mstari wa 4 na wa 5. Maandiko yanasema, ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke katika bonde la Soleki. Huyu Samsoni huyu, jina lake akiitwa Delila. Mstari wa 5 ndo nautaka. Maandiko yanasema, nao wakuu wa Wafilisti wakamwambia, sikiza neno linalofuata, mbembeleze. Yaani hao wanajeshi wamemfuata Delila kwa sababu wao wameshapigana naye, wamemshindwa. Wametumia silaha zote za kumkamata Samsoni, wameshindwa. Lakini wakakumbuka hii kanuni, hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu. Hawakumwambia tu Delila, nenda ukafanye mbinu zako mle. Walimwambia mbinu moja tu. Wafilisti walitaja mbinu moja tu, wakajua hii ndo maliza kazi hii. Ukiitumia hii mbinu moja hii, yule ambaye sisi ametushinda kama jeshi, wewe mtu mmoja unamkamata. Wakamwambia, nenda mfuate Samsoni, mbembeleze. Bas, that's the keyword, mbembeleze. Na wakamwambia, utakapombembeleza, katika kubembeleza kwako tunataka vitu vitatu. Walitaja vitu vizito ambavyo haviwezekani kwenda kumwambia mtu. Wakamwambia, kwanza mbembeleze ili yeye mwenyewe akwambie siri, asili ya nguvu zake. Maana tumejaribu kutafuta huyu nguvu zake zinatoka wapi, hatujui. Tumetumia intelijensia yote, watu wote wa usalama wa taifa wameshindwa. Hakuna aliyefanikiwa kujua siri ya nguvu zake. Kwa cha kwanza tunachotaka kujua, tujue siri, asili ya hizi nguvu ni nini. Hiyo assignment ya kwanza. Lakini ya pili, tunataka kujua jinsi ambavyo ataweza kufungwa. Hivi watu wakitaka wamfunge, wamkamate, wamfunge na asibanduke, kwa sababu alishafanywa mara nyingi. Hakuna kifungo, hakuna mnyororo unaweza kumfunga Samsoni, anakata mpaka mnyororo. Kwa hiyo wakamwambia, tusaidie, mbembeleze akwambie akifungwa na nini ndo hawezi kukata. Alafu na jambo la tatu, mbembeleze akwambie tunawezaje, mtu anawezaje kumtesa. Yaani kama mtu akitaka kumtesa kwa urahisi, afanyeje ndio atateseka kwa urahisi. Kwa maneno mengine, mtu akitaka kumuua faster, atumie vifaa gani, atumie sumu gani itamuua kwa haraka. Hivi kama jirani akija pale nyumbani kwako akagonga mlango, mama, hivi mtu eti kuna nini, tunataka kujua kama mtu anataka akuue haraka, atumie nini? Utasemaje? Unakimbia ndani, unachukua simu, unapigia polisi, unasema kuna mtu hapa eti anasema anataka kujua ninavyoweza kufa kwa haraka. Lakini kwa sababu Delila alipata ile principle ya kubembeleza na akaitumia, maandiko yanasema Samsoni kwa hiari yake hakuwekewa kisu, hakuwekewa bunduki, hakuwekewa chochote. Yani hakuwekewa sumu kwanza alewe ndo aseme. Alisema akiwa na hiari, yani akiwa timamu na akili zake. Akajaribu kudanganya mwanzoni, lakini kumbuka key point ilikuwa inasema mbembeleze.
Bembeleza maana yake ni kwamba sio mara moja, rudia tena, rudia tena, rudia tena, rudia tena. Mwanaume analainika kwenye kubembelezwa, na hicho ndicho makahaba wanachopiga bao ndoa za watu, kwa sababu kahaba anajua kwamba ukitaka kumpata mume wa mtu mbembeleze. Mme yuko nyumbani na mke wake amelala huko, anampigia simu usiku saa 5, jamani, my baby uko wapi jamani? Kwanza tu nasikia sauti yenyewe, sauti yenyewe kwanza ni ya kubembeleza. Jamani, my dear uko wapi jamani mpaka saa hizi? Huyo changudoa huyo. Lakini mke, wewe mama Sawe, ujaona chakula mpaka saa hizi umekiacha pale, mzee anangonga ngonga, shauri lako mimi nitakitoa. Huyo ndo mke. Changudoa kule anasema, jamani my dear uko wapi? Ambe bwana usipige simu bwana, mimi niko nyumbani saa hizi bwana, mke wangu yupo. Bwana dia, mimi naomba uje bwana, toroka uje. Bwana siwezi kutoroka saa hizi bwana, mke wangu anasikiza bwana hapa, mke wangu yupo jirani bwana, atakusikia. Bwana mimi dia, mimi nakufa, yani usipokuja leo mimi nakufa, utasikia tu maiti my dear, mimi nakufa. Siwezi kulala bila wewe. Anambembeleza na ni kwenye simu. Unasikia mume anakuja, sasa mke wangu, aisee nimepata simu kutoka kazini. Unajua niliondoka na funguo za ofisi. Sasa mlinzi kanipigia, bomba limepasuka. Hivi maji yameingia mpaka ofisini, makaratasi yote ni chepe chepe. Mama anasema, basi wai ngoja nikuletee viatu. Nikuletee viatu, kimbia. Usije ukakuta mambo yameharibika. Anamwambia kweli mke wangu, yani nikifika, nikilifunga kama nimefanikiwa haraka narudi. Kama ni kazi kubwa basi taniona asubuhi. Hamna shida mume wangu, wai. Na nipo fungua geti haraka baba hawai. Wai. Unamwaisha mwenyewe kwa kahaba. Kwa sababu hapa kuna mmoja anajua kubembeleza, hapa mwingine hajui kabisa kubembeleza. Mambo usibabaishe bwana. Sisi wote tuko sawa. Kila mtu anafanya kazi, kila mtu ana hela. Waswahili wanasema utakula jeuri yako. Lakini wanaojua kubembeleza wanakula kwa mlija. Nataka nikwambie makahaba wana maisha mazuri kuliko baadhi ya wake ambao wanaishi kabisa kwenye nyumba na wameolewa. Makahaba wanasomesha watoto wao international school. Kwa kazi hiyo ya ukahaba wanatoa wapi hela? Wanamlija chomeka kwa waume za watu. Mwenye anatoa. Kuna wamama hapa hawajui pin number za ATM kadi za waume zao. Hawajui. Lakini makahaba anajua. Anamlaza mwanaume kwenye paja. Anamlaza hapa. Anamvuta ndevu. Chezea ndevu, anamfanya nini? Sio my dear, yani mimi leo huwezi jua tu la nilionayo kukuona tu uso wako afu ulivyo handsome, hata kama swali linatisha. Hata kama swali linatisha, anamwambia yani ulivyo handsome, meno yako yalivyo mazuri, nyusi zako hizi utafikiza Bwarabu jamani. Anasifiwa pale, amelazwa kwenye paja. Sasa my dear, mama kanipigia simu, nyumbani panavuja, yani sina amani kabisa, mama analoana huko kijijini. Alafu zinatakiwa 600 tu, huwezi kuamini. 600 tu. Mimi nikasema sasa mimi nitafanya, sasa basi my dear akija nitaongea naye. Sasa mimi nitaenda kwa nani? Mtu pekee naye mtegemea hapa duniani ndo wewe. Nikasema basi nitamsubiri, akija akinisaidia, mama yangu ndio mama yake. Nikasema basi nitakusubiri, nimekuona leo my dear. Kama Mungu akikujalia, kama Mungu amekusaidia, yani hata kesho mamangu nimtumia kazi akaezeke, anateseka. Unasikia ndo anakoa. Hebu hebu lete hicho begi hapo. Anatoa hiyo begi. Chukua hii kadi. Nenda hapo NBC. Katoa hiyo 600 alafu mrudishie kadi na receipt. Sasa pin number? Pin number hii hapa. Anamwandikia. Anampa pin number na kadi. Analala kitandani pale, binti anaenda NBC kutoa hela. Hiyo pin number mkewe hajui. Lakini kahaba anapewa within a second. Anapewa pin number. Kahaba anajengewa mpaka nyumba.
Mimi nilishafanya counseling ya mtu mmoja, mama huyo, mume yeye na mume wake hawana nyumba, wanaishi kwenye nyumba ya kupanga, hawana usafiri, wanatumia madaladala, maisha yao ni ya kawaida sana, lakini huyo mume wake kamjengea kahaba nyumba. Kahaba ana nyumba, mchepuko una nyumba. Wakati huyo mama anakuja kwangu, amekuja kwangu kwa sababu mumeo ndo ametoka kumnunulia gari. Huyo kahaba kaingia mkopo, kachukua mkopo kazini, anakatwa mshahara karibu wote kwa sababu ya mkopo wa gari, na gari imeandikwa kwa jina la kahaba, nyumba imeandikwa kwa jina la kahaba. Yeye mwanaume amepanga, yeye mwanaume anatembelea daladala, mkewe daladala, kahaba ana drive. Kwa ile imetoka kwa nani? Kwa mume. Nyumbani wanateseka, hata ile matembele hamna, kahaba anatesa. Na sasa bahati mbaya sio huyu peke yake, huyo kahaba anao kibao. Kwa hiyo huyu analeta gari, huyu kaleta nyumba, huyu kaleta hela ya matumizi, huyu kaleta school fees, huyu kaleta kanani. Kahaba anaishi kama bosi, kama mfalme. Mke anateseka, anazidi kupauka. Unyenyekevu wa mama, kinachommaliza mwanaume ni unyenyekevu. Be humble, sio ngangali. Achana na siasa. Oh, si tuko sawa, wasiwababaishe vidume hao, hata si tunaweza. Zamani wa mama walikuwa wanasema nilikuwa nasikia kwenye misemo yao, tunaweza tukiwezeshwa. Mwanamke anaweza akiwezeshwa. Wakaingiwa kiburi, baada ya siku 2-3 wakabadilisha msemo. Tunaweza hata bila kuwezeshwa. Ndo habari ya mjini iliyoko sasa hivi. Ukisema mwanamke anaweza akiwezeshwa, wanakataa. Sasa hivi wanakataa. Tunaweza hata bila kuwezeshwa. Wasiwasumbue hivyo vidume. Hata sisi wenyewe tunaweza. Hata sisi wenyewe ni watu. Hata sisi wenyewe tuna haki. Hata sisi wenyewe na nini? Kwa hiyo mwanaume anatanua msuli na mwanamke naye anatanua msuli, ndoa zinapasuka. Hao wote wanaokimbiza hizo kampeni hawana ndoa. Chunguza, hawana ndoa. Anasimama jukwani anawahamasisha, msikubali, wasiwaleteza kuleta. Akikusumbua mjibu, mbuluze huku tumshughulikie. Na wewe unakubali, unasema wametuambia nibuluze. Badala ya kwenda kubembeleza, wewe unaenda kubuluza. Kila siku utaenda ustawi sijui wa jamii, sijui ustawi wa nini, utaenda sijui wapi. Kila siku. Ndio maana leo kuna watoto wasio na baba wengi, wasiolelewa na wazazi wawili. Ndoa nyingi, single parents, zinatokea hapo. Baba kivyake, mama kivyake. Na wazazi wakitengana, anayeumia nani? Mtoto. Nilikuwa nafanya counseling juzi, wazazi wamegombana kwa mambo ya kung'ang'ania haki. Mwanaume ana msuli, mwanamke ana msuli. Mwanamke anaweza, mwanaume anaweza, hakuna anayeshuka. Wakagombana. Mwanamke akabeba vitu vyake akaondoka. Mwanaume naye akabeba vitu vyake akaondoka. Kila mtu akaenda kwake. Lakini wana mtoto. Mwanamke kaondoka na mtoto. Mwanaume sasa, nataka mtoto wangu. Mwanamke anasema sikupi. Kama ni wewe ulienda ukakaa leba ukazaa huyu mtoto, utamchukua. Na mwanaume anasema kama hiyo mbegu uliingiza mbegu ya mpapai, utakaa nayo. Lakini kama ilikuwa ni mbegu yangu, utamleta huko. Vuta ni kuvuta. Siku moja mwanaume akaenda akachukua polisi. Wakaenda nyumbani kwa mwanamke usiku saa 5, wakajua saizi amerudi. Gongo polisi. Wewe fulani, fungua mlango. Ingia mpaka chumbani. Katoto kamelala, kanaamshwa. Anaambiwa haya, chukue wewe. Baba akachukua mtoto wake,
chini ya usimamizi wa bunduki na polisi, nenda kwa mamake, akaondoka na mtoto. Kesho yake mama naye anaenda polisi, mama naye kaenda kuongea na mapolisi wake na anaofahamiana nao, naye kawatoa nao, wakaja na mitutu yao, wanamfuata mtoto. Gongo, uliiba mtoto jana, mlete mtoto. Katoto kanabebwa, kanasindikizwa na polisi, kanapelekwa kwa mama. Baba naye anasema nitakuonyesha. Wewe ulienda kwa hawa wa kawaida, nenda kwa wanene. Anaongea na wanene, zinapigwa sasa, hebu kamsaidieni arudishe mtoto yule. Anaenda huko, mtoto anachukuliwa. Kwa hiyo mtoto ni mpira. Akienda shuleni, baba anatoroka kazini, anavizia mlangoni. Akikaona tu anakachukua, kabla akajaingia kwenye school bus ameondoka nacho. Kabla mama yake hajakafuata ameshakaiba. Which kind of life is that? Maisha ya mtoto yatakuwaje kwa mtindo huo? Huyu mtoto akija kuwa mtu mzima atasimulia nini kutoka kwa wazazi wake? Lakini yalitokea hapo kwenye ungangali. Baba ngangali, mama ngangali. Hakuna mnyenyekevu. Naudia kusema tena, hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu.